Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna maandamano makubwa ambayo yameanza kushuhudiwa siku ya leo kule nchini Tanzania. Na tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, vijana wa Gen Z kutoka nchi jirani ya Tanzania wamejitosa kwenye maandamano siku ya leo. Ilikuwa ni siku ya uchaguzi kule nchini Tanzania, lakini vijana wa Gen Z watazamaji wangu, wao walikuwa na mpango tofauti. Walikuwa wanataka kujitosa kwenye maandamano, na kwa kweli kama tu vile ambavyo wamekuwa wakijipanga ya kwamba tarehe 29 wakati nchi ya Tanzania itakuwa inajitosa kwenye uchaguzi kuchagua viongozi wapya, wao watakuwa wanaandamana kupinga vile ambavyo uongozi umekuja kuharibika kule nchini Tanzania. Wanataka katiba iweze kubadilika, kwa sababu tunapozungumza siku ya leo watazamaji wangu, yule ambaye alikuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu ndio mgombea kiti peke yake cha urais kwenye huu uchaguzi ambao unafanyika siku ya leo. Wale wengine kama Tundu Lissu hawakupata nafasi, wengi wao wamefungwa na wengine waliweza kuzuiliwa na tume huru ya uchaguzi wasijitose katika hizi uchaguzi ambazo zinafanyika siku ya leo. Na kwa hivyo wananchi watazamaji wangu walijawa na hasira kuona ya kwamba hawakuwa na option nyingine, yani hawakuwa na another choice ya kuchagua kiongozi ambaye wao wangempendelea, kwa sababu siku ya leo watazamaji wangu pale kwenye vituo vya uchaguzi kule nchini Tanzania unapata ya kwamba tu pale kwenye karatasi ya uchaguzi wa urais ni huyu Samia Suluhu peke yake. Hakuna mgombea mwingine watazamaji wangu kule nchini Tanzania ambaye alifaulu kufika kwenye uchaguzi wa siku ya leo kama mgombea wa kiti cha urais isipokuwa Samia Suluhu peke yake. Na kwa hivyo watazamaji wangu, wananchi sasa hivi wako kwenye maandamano, wanataka new reforms, wanataka katiba iweze kubadilishwa, wanataka demokrasia, wanataka wakuwe na uwezo wa vyama vingi kujitosa kwenye uchaguzi wa urais kama siku ya leo. Wasiwekewe vikwazo, wasiishi kama nchi ya kidikteta. Yani unaona ya kwamba sasa hivi wale wapinzani ambao walikuwa kwenye hiki kinyang'anyiro cha kiti cha urais hawapo tena. Sasa Mama Samia Suluhu yuko peke yake kwenye huo uchaguzi, na kwa hivyo wananchi ni jambo ambalo halijaweza kuwafurahisha. Wakati wananchi wengine kutoka kule Tanzania wamejitosa kwenye vituo vya kupiga kura siku ya leo ili kujihusisha kwenye hii shughuli ya kupiga kura, nao vijana wa Gen Z watazamaji wangu wako kwenye barabara, wamefunga barabara. Na tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, kuna barabara ambazo zimefungwa kwenye miji mikuu, kwenye baadhi ya mitaa kule Tanzania. Wananchi wamesema enough is enough, na wanataka demokrasia, wanataka katiba iweze kubadilishwa, wanataka viongozi wengi waingie kwenye uchaguzi ili wananchi wachague viongozi ambao wanawapenda, kwa sababu kama kiongozi tu ni mmoja pale kwenye ballot box kwenye upande wa urais, sasa inamaanisha kwamba hata huo uchaguzi hauwezi ukakuwa na upinzani wowote, kwa sababu hata apige usipige, yule ambaye atapigiwa hata kama ni watu wawili watampigia kura, basi inamaanisha ni yeye tu atatangazwa mshindi. Yani ni kama tu ana competitor yoyote, ni kama tu anavalishwa tu ile kofia ya kwamba yeye ndio rais kule nchini Tanzania. Mtazamaji wangu, nataka nikupeleke ground kule nchini Tanzania uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi kwenye maeneo tofauti kwenye miji mikuu, vile ambavyo wananchi wameanza kufunga barabara, na hata vituo vya kupigia kura, kuna baadhi ya vituo vimeanza kubomolewa na wananchi wakisema kwamba wao hawapigi kura. Kuna Watanzania ambao hata wako na hizo kadi za kupiga kura, lakini kwa sababu hakuna option eti Mama Suluhu ndio iko kwenye ballot box peke yake, sasa wao wanasema kwamba sisi hatuwezi tukapiga kura, wachana na kura yangu iweze kukaa mfukoni. Hebu jionee vile hali ilivyo sasa hivi pale ground mtazamaji wangu kule nchini Tanzania. Lakini kabla sijakuonyesha vile hali ilivyo, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.
Hichi ni kituo cha kupiga kura. Hamna kupiga kura hapa. Wao tupo barabarani kule. Tupo barabarani kule. Mungu wa na sio swala lingine. Wanazidi kurusha mabomu ya machozi na ni anawasha kweli, lakini kama babu zetu waliweza kuipambania nchi yetu kutoka kwa mabeberu, sisi ni nani tushindwe kuichukua nchi yetu? Wale wazee wa kurudisha mabomu, bomu lenyewe hilo hapo kama mnavyoona, amejaribu kurusha, anarudisha kama ilivyo. Wanalenga wananchi. Ni kurushiana, watu wanarudisha mabomu kama mnavyoona. Polisi wanaendelea. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule nchini Tanzania, na maoni tofauti kutoka kwa watu kutoka kule nchini Tanzania na pia majirani kutoka kule nchi ya Kenya wanazungumzia vipi kuhusiana na huu uchaguzi wa urais ama uchaguzi ambao unafanyika kule nchini Tanzania siku ya leo. Na hatujui by the end of today, hatujui hali vile ambavyo itakuwa kuhusiana na haya maandamano ya vijana wa Gen Z ambayo yameanza sasa hivi, na makabiliano ni makali, watazamaji wangu, kati ya maofisa wa usalama na hawa vijana wa Gen Z ambao wanazidi kufunga barabara, wanazidi kujitokeza kwa wingi ili kutetea katiba mpya. Wanataka mabadiliko, wanataka demokrasia, wasiendelee kuishi kama nchi ambayo haina demokrasia. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania ama wa nchi jirani ya Tanzania ambao unafanyika siku ya leo, ambapo vijana wa Gen Z badala ya wao kwenda kupiga kura, wao wameamua kuingia kwenye maandamano. Wanataka demokrasia, wanataka katiba mpya ambayo sasa wanaweza kuitumia ikuwe na usawa, kukuwe na vyama vingi vya kisiasa, kinyume na vile ambavyo inashuhudiwa sasa hivi. Ni chama tu kimoja cha kisiasa ambacho kimejitosa kwenye uchaguzi wa urais wa siku ya leo. Kabla ya mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo kwa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment post ujumbe wa habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.